WhatsApp Air Element. Leo nataka kutoa tarot reading ya Jumatano kwa Air Element kwa nyota ya Gemini, Libra na Aquarius. Yaani nyota mapacha, nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Na Jumatano hii tuseme ni Jumatano ya hatari, lakini iko na faida kubwa ndani yake. Kwa hiyo nitaelezea. Kwanza nilipokuwa nafanya reading kuna kadi zilitoka. Kadi ya kwanza ni The Fool. Yaani ni wakati wa kuthubutu kuanza safari mpya. Acha hofu, mtu wa Air Element, acha hofu ya kujua hiki kitakuwaje, anza kuchukua hatua. Ndio maana hii kadi ya The Fool ilitoka kwa ya kwanza. Kadi nyingine ya pili ni Ace of Swords. Hii ni kadi ambayo inaleta uwazi, unafaa kufanya maamuzi sahihi. Unapofanya maamuzi sahihi, basi habari njema zinaonekana zitakuwa njiani, na hata ile milango iliyofungwa inaenda kufunguka. Kadi nyingine ni Wheel of Fortune. Hii ni kadi inaashiria mabadiliko ya ghafla, lakini hii bahati ambayo itakuja kutokana na Wheel of Fortune iliyoonekana ni upande wako wa fursa, na hizi fursa zitakuja ambazo hazijatarajiwa, lakini mpaka pale utakapochukua hatua. Sasa spirit ilikuwa inaonyesha hizi kadi, lakini nilipokuwa nasoma nishati ya hii reading nikaona kuwa mtu wa Air Element umekuwa ukisita kwa sababu unataka uhakika wa kila kitu. Unajiuliza hiki kitakuwaje? Uhakika wake ni upi? Nitapata sitapata? Lakini sasa kadi hizi zinaonyesha kuwa hatua ya kwanza ni kuacha hofu, ndio milango itafunguka. Kubali mabadiliko. Ukichukulia hatua kwa imani, mambo yataanza kusonga kwa kasi. Lakini ukiketi hapo utakuwa unasubiri sana, unaleta delay. Sasa ile kadi ya The Fool inakuaminisha kuwa amini ile safari yako. Amini safari yako. Ace of Swords nayo inakupatia wewe mwanga, wajibu ambalo liko tayari kuja. Wheel of Fortune inakuonyesha kuwa wakati wa bahati na mabadiliko mazuri unakaribia, lakini unajitahidi kuitikia fursa na unapata hiyo fursa inaenda kwa watu wengine. Sasa neno la spirit ni kuwa usiogope. Yani reading ya leo nakwambia ni Wednesday, ni hatari ya Wednesday, lakini iko na faida kubwa sana. Acha kuogopa kwa sababu umekuwa ukifikiria sana. Mtu wa Air Element umekuwa ukifikiria sana. Unafikiria sana kuhusu uamuzi, moyoni mwako umekuwa ukijiuliza maswali, na maswali majibu yake tayari ushayaona, kwa sababu spirit imekuwa ikikuletea ishara zile mara kwa mara, lakini we mwenyewe akili yako inaendelea kukushawishi, acha hiki, fata kile, fanya hivi. Intuition yako inajua jibu kamili. Sasa ukithubutu kuchukua hatua, mambo yataanza kusonga. Tena nimekuambia yataanza kusonga kwa kasi, kwa sababu vikwazo ambavyo uko navyo sasa vinahitajika kuchukuliwa hatua. Mawasiliano yataboreshwa unapochukua hatua, utapata mwangaza wa kile unachokitaka, utaanza kusonga mbele badala ya kusubiri uhakika. Wewe uko tu na sisi tunasema nataka uhakika, na tayari ishara umeshaonyesha, intuition imeshakwambia, spirit imekuonyesha kitu hiki na hiki kinaenda kutendeka hivi, lakini unataka uhakika mpaka lini? Kwa hivyo ndani ya wiki hii kuna uwezekano wa kupokea ndio. Kama umekuwa kuna kitu unakitarajia, iwe ni idhini, iwe ni kukubalika, iwe ni mwaliko, iwe ni mlango wa fursa mpya, jibu ni ndio. Kwa sababu wacha nikwambie kitu. Unajua mara nyingi zawadi kubwa katika maisha haziji kupitia njia salama zaidi, kwa sababu watu wengine wanafikia wacha ningoje. Yani unaona hii hutaki kurisk, hutaki kuchukua udhabiti wowote, upo tu. Sasa jiulize, mimi nitaendelea kucheza salama au nitathubutu? Kama ni mtu wa Airset, utaendelea kungoja salama, kwa sababu zawadi kubwa haziji kwa njia tu siku zote ya usalama. Wakati mwingine unafaa kuchukua uthubutu, take risk, chukua uthubutu ili maisha yako yaweze kubadilika. Kwa hivyo spirit inakwambia leo hii kuwa tayari kuchukua uthubutu, usiogope kuanza, kuwa tayari, kwa sababu ule mlango unaosubiria uko, utafunguliwa mara tu utakapothubutu kupiga hatua. Kumbuka tarot reading, masuala ya elimu za kinajimu, masuala ya elimu za kiroho zinapatikana kwa hii channel ya Dr. Mwaka Global. Hakikisha like, comment, share and subscribe. Hii ni tarot reading ya Jumatano, na ukitaka personal reading ya kuhusu wewe mwenyewe unaweza book a reading.